Libasegwe. Assist mbili. Ule Libasegwe na ule Libasegwe na kwambeje mtu yeyote atomtaka Libasegwe akasema anataka kumchukua, viongozi wa Simba wakamtoa, na kwambeje tutaandamana. Tutaenda taratibu, tutaandamana. Yule mtu ana hatari, yule mtu kweli anaonyesha kwamba yeye ni mnyama. Yule mtu kweli ukimchana ana usimba ndani yake, anapambania kweli kweli hii lebo. Kaka, uwezo wa Libasegwe hata wakienda Argentina wenyewe wanaweza kusema huyu anatoka mbadilisha. Lani wasaalani, habari mwana michezo, natumaini mzima kabisa, afya na unaendelea vizuri. Mimi sina maneno mengi sana leo. Leo niko na Mu, ana furaha zake, sijui ana furaha, mimi sijui chochote ambacho kinaendelea. Kwa sababu juzi alimwaga sumu nyingi sana. Leo nataka nimsikie ana nini cha kuongea. Kaka Mu, mambo vipi? Mambo poa, niambie ndugu yangu. Shwari kabisa. Niko poa, nasema wenyewe Waislamu sema alhamdulillah. Nipo na enjoy maisha, nazidi kunawili. Ndio kwanza mechi ya kwanza nishaanza kuwa kibonge. Kati ya pili nitakuaje ndugu yangu? Najiona kabisa namkaribia Kobisi hivi. Namkaribia Kobisi hivi kaka. Simba sasa hivi inanipa raha. Simba ndio kwanza mechi ya kwanza, alafu unatoka mbele unainadi. Unajua kuna raha kuinadi Simba. Unainadi kwa staili kwamba Simba inanipa raha. Huu ndio mwanzo. Kaka, nini ambacho kimekufurahisha leo na mchezaji gani ambaye amekuvutia? Performance ya wachezaji wangu. Performance fantastic kabisa. Hicho ndio kitu ambacho sisi tulikuwa tunalia. Unaelewa? Tulikuwa tunalia, lakini leo hii wachezaji wangu wamesikia kilio chetu. Nadhani umeona hata Dumbi ambaye watu walikuwa wanamnadi na kumsema, leo hii kuna kitu kaonesha. Ni swala la muda na kila kitu utakiona baba. Mpira ni mchezo wa wazi. Wachezaji tunao na timu tunayo. Kaka, tumeona kadi nyekundu ya Ruchu. Watu wameanza kusema kama football video support kama kuna namna hivi haijakaa vizuri. Unaizungumzaje ile kwanza ile? Sitaki kuzungumza, bado ni mapema sana. Bado ni mapema sana kuanza kuikosoa, kwa sababu hii ni teknolojia ambayo ndo kwanza imekuja. Kwanza tuipokee, hayo mengine yatakuja baadaye. Kwa sababu leo hii naweza nikalalamika hivi, kesho na kesho kutwa akaja akanisaidia mimi. Je, utaweka wapi? Je, utaweka wapi sura yako? Kwa kila kitu kinahitaji, ukiwa unazungumza weka mipaka. So unaelewa? Hii ndio kwanza teknolojia ambayo sisi tulikuwa tunaiona kwenye TV za wenzetu huko. Leo hii TFF imejitahidi, imejiongeza, imeamua kuleta hii. Mimi nasema ni swala la muda, tusubiri, tusianze kuikosoa mapema. Kwa sababu hicho unachokosea leo mapema, kesho na kesho kutwa, je, kikakupa wewe manufaa itakuwaje? Si unanielewa? Sababu sisi ndio watu pekee ambao tulikuwa tunaambika kuhusu marefa, na kama unakumbuka vizuri, sisi ndio watu ambao refa huyo mbaya, refa yule mbaya. Leo hii sasa bodi ya ligi nini TFF imejitahidi sasa. Sisi mmesema refa, basi sasa tuleteni jambo la kizungu. Kwa tulipokee na tulipe muda. Kila kitu kinaenda step by step. Ndio maana hata leo ukiangalia kwenye mfumo wa mpira, hakuna watu walikuwa washerekea mpira hivyo. Lakini leo hii unaweza ukashangaa mtu kavaa jezi akaenda nao ofisini. Kwa kila kitu kinahitaji muda, tusubiri, kila kitu kitakuja kwa wakati. Leo hii Tanzania hata kamera zao ni hafifu. Nadhani tunapozidi kwenda utashangaa inakuja kamera kali zaidi, utazidi kuona kwa umakini wa kila kitu. Kwa all tuwe wavumilivu. Kaka, tumeona golikipa wenu Kasari akiwa ameumia na wanasema ni kama ameanza kushika kichwa. Mkiangalia pale benchi atumbezi sana Abel, lakini naona kama ukiangalia daraja la Kasari ni kama vitu viwili ambavyo kidogo vinakinza. Tu nikwambia kitu kimoja, magolikipa sisi kwenye swala zima la goalkeeping tuko vizuri ndugu yangu. Hatumbezi Abel ni golikipa ambaye usisahau ashawahi kuchukua golikipa bora. Sasa kwa nini leo uje kumbeza? Kaka, tu nikwambia kitu kimoja, Kaisari kaumia, sijajua kaumiaje, ila wana Simba wote kwa umoja wetu tumuombe Kaisari, kwa sababu ndio golikipa wetu namba hii. Si unaelewa? Hatuna changamoto kwenye swala goalkeeping, ila kwa sababu ni golikipa wetu sisi namba moja, sawa? Tunataka tumuombee wote kwa pamoja dua. Mungu amjalie apone mapema. Kama kaumia serious, basi Mungu amjalie apone mapema, kwa sababu dirisha limefungwa. Nielewe, ni kachi vizuri, uko vizuri. Sisi wote tutakuwa sasa hivi tuanze, sijui hakuna kubeza mtu, hakuna kubeza kitu. Sisi ndio timu yetu na ndio timu ambayo imesajiliwa na timu ambayo tunayo. Kwani hii leo hii Abeli aje kucheza front line na tukapata matokeo? Tuache haya maneno, tuache hizi kebei. Sisi ni swala sasa hivi lobakia ni kuwapa morali, tupate ushindi, tupate furaha, turudishe furaha ambayo sisi wana Simba imepotea. Kaka, Mpanzu kama anazaliwa upya hivi. Mpanzu kimwaga vibaya kama Lionel Messi. Mimi ananichanganya lile goli la Mpanzu. Tu sasa nianze kukuelezea goli la Mpanzu limetoka kwa nani? Penetration pass iliyotoka
kwa Libasegwe. Assist mbili. Ule Libasegwe na ule Libasegwe na kwambeje mtu yeyote anomtaka Libasegwe akasema anataka kumchukua, viongozi wa Simba wakamtoa, na kwambeje tutaandamana. Tutaenda taratibu, tutaandamana. Yule mtu ana hatari, yule mtu kweli anaonyesha kweli yeye ni mnyama. Yule mtu kweli ukimchana ana usimba ndani yake, anapambania kweli kweli hii lebo. Kaka, uwezo wa Libasegwe hata wakienda Argentina wenyewe wanaweza kusema huyu tukambadilisha. Unabisha? Sibishka. Kaka, uwezo wake ni mkubwa. Asizungumzie ushabiki, ila hata wapinzani wakimuona Libasegwe wanasema hivi, ushaulie sisi tulimchukua kazi gani? Nasikia walikuwa wanavizia pale wachukue. Tungewaua. Tungeleta vita ya maandamano. Yaani ile vita ya 3 ndio ingekuwa ile pale. Unamchukuaje Libasegwe? Huyo alomchukua sawa mwana kwenda, lakini hawa waliobakia tutawalinda na tutawapa kweli morali. Sisi tunahitaji heshima kwa sababu wao wenyewe wanatuheshimisha. Leo hii ndo kwanza mechi ya kwanza. Cha kwanza wachezaji wangu hata mazoezi yenyewe hajafanya vizuri, lakini leo hii tumepata matokeo na timu imeperform. Unanielewa? Unaelewa? Ratiba yenu ni kama watu wanasema kama ni ngumu fulani hivi, kama imebanabana hivi. Kwa uwezo wa Simba Sport Club hatuna ugumu kaka. Sawa. Anaotaka aje, sisi tunawapokea. Sisi sasa hivi kichobakia, sisi sasa hivi ni kurudisha heshima.